na enzini roho yangu na iwe rani mwako wewe. Sina cha mkononi na rani mwako wewe. Wakati huu tunakuja na mwili wa marehemu, naomba pale nje walipoandaa waingize ndani. Afu waimbaji nafikiri wakisogea kidogo, tutakapoingia hapo ndani tutakuwa na maombi ya kumshukuru Mungu. Hapo ndani tunahitaji njia kidogo, afu wakubeba jeneza huku watufuate wakujeza. Waimbaji wa hapo naomba muendelee kuimba huku tukiingia taratibu. Shukuru Mungu kwamba kwa wema wake mama yetu amepumzika kwa ushindi mkubwa, na wakati huu ni wakati ambao mwili unaagizwa nyumbani kwake, na niseme kwamba hii ni siku ambayo tunamtukuza Mungu kwa kuwa mtumishi wa Bwana amepumzika kwa amani na kwa usalama. Nitaomba njia itakuwa ikiandaliwa vizuri kwa ajili ya kupita kwa ajili ya ibada fupi na maombi mafupi ambayo yatafanyika hapo sebuleni katika kumshukuru Mungu kwa wema wake na matendo yake makuu. Badala yake wanalala, wanapumzika, na hasa tu baada ya kuwa wamemaliza kazi. Mpendwa wetu, mama yetu, dada yetu, shangazi yetu, mwalimu wetu amefanya kazi kwa muda ambao Bwana amemtenga. Hatimaye imefika wakati mkamilifu na mtimilifu mbele za Bwana. Hakika kama Bwana unavyosema, amepumzika. Ninafahamu tuna majonzi, tuna maumivu, tuna masikitiko. Tulimpenda sana, tuliishi naye kwa karibu, na mengi tumeyafanya pamoja naye, lakini bado ukweli utabaki pale kwamba ratiba zetu wote ziko mikononi mwa Mungu. Machozi yetu yawe kumtukuza Mungu kwa maisha ya mpendwa wetu hapa duniani na kwa mengi aliyofanya. Basi bila kupoteza wakati, huu ni wakati ambao nitamleta mchungaji kwa ajili ya maombi, na tutakuwa na wakati wa maombi kumuomba Mungu, kumshukuru Mungu kwa ajili ya yote. Tazama, kumekuwa na safari kutoka Dar es Salaam. Kufa imewekwa kwa wanadamu kufa, na baada ya kufa hukumu. Mungu wa majeshi, hata Daudi alipolitumikia shauri lako akalala, kwa sababu ameshalitumikia shauri lake.
ninapenda kukushukuru pamoja na familia nzima, pamoja na waumini wote, pamoja na wengine wote tunaomfahamu dada huyu aliyelala mahali hapa. Kukushukuru kwa sababu imekupendeza ya kwamba mtwae kutoka duniani baada ya kuwa amelitumikia shauri lako. Tunasema asante kwa maana umeona vema apumzike na mambo yote yaliyokuwa yamesibu katika mwili wake. Tunasema asante kwa maana ni njia nyingine ya wewe kumpumzisha na kumponya na adha alizokuwa nazo. Twajua roho yake iko mikononi mwako. Naomba ukawe faraja kwa baba, naomba ukawe faraja kwa mtoto, ukawe faraja kwa ndugu wa karibu, ukawe faraja kwa ndugu wa imani, ukawe faraja na kwetu marafiki. Wema wako pamoja na sisi sote na waombolezaji wote, katika jina la Yesu. Uwepo wako uendelee kuwepo mahali hapa, na faraja yako iendelee kuwa pamoja na sisi, na wema wako usipungukie yeyote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watu wote tuseme amen. Amen. Unaniwazia mema. Uliyofanya kwa watu wengine, naweza simulia. Ulivyotembea juu ya maji Mungu, nilikuamini. Ulivyomfufua Lazaro Mungu, nilikuamini. Ulivyonituza toka utoto wangu, nilikuamini. Ulivyonivusha kwenye majanga mengi, nilikuamini. Kwa nini nisiamini? Utanijibu maombi yangu. Kwa nini nisiamini? Bado mimi nina imani nawe Mungu. Baba, mimi nina imani nawe Mungu. Bado mimi nina imani nawe Mungu. Baba, mimi nina imani nawe Mungu. Hata usipojibu kama nilivyoomba, hata usipojibu kama nilivyoomba, ninajua mimi unaniwazia mema. Ninajua mimi unaniwazia mema. Hata usipojibu kama nilivyoomba, sina shaka maana najua haki. Ninajua mimi unaniwazia
dua zangu, nimekuinulia macho yangu. E Bwana, toka vilindini nimekulilia, Bwana unisikie sauti yangu. Masikio yako na yaisikilize sauti ya dua zangu, nimekuinulia macho yangu. E Bwana, toka vilindini nimekulilia, Bwana unisikie sauti yangu. Masikio yako na yaisikilize sauti ya dua zangu, nimekuinulia macho yangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, e Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Kama wewe ungehesabu maovu, e Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Kama wewe ungehesabu maovu, e Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. E Bwana, nimekuita unijema, uisikie sauti yangu nikuitapo. Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. E Bwana, nimekuita unijema, uisikie sauti yangu nikuitapo. Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. E Bwana, nimekuita unijema, uisikie sauti yangu nikuitapo. Roho yangu imengoja, na neno lake nimelitumainia. Nimengoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lake nimelitumainia. Nimengoja Bwana. Kama ulivyokusudia. Kila wakati wewe hulituma neno lako kwa ajili ya mahitaji ya watu. Wakati huu ambapo familia hii inaomboleza na sisi sote tunaomboleza, na mioyo yetu inatanga huku na huku kwa sababu ya kuwaza mambo mengi, wewe unalituma neno lako. Mungu wa faraja, mtumie tena mtumishi wako kwa ajili yetu sote, ukawe faraja kwa neno lako, ukawe uponyaji wa nafsi zetu kwa neno lako, ukatuongoze mawazo yetu yarudi katika kusudi lako njema, maana siku zote watu wazia mema hata nyakati kama hizi. Ni katika jina la Yesu, asiweko yeyote ambaye hutamgusa kwa neno lako. Kila mmoja Baba useme naye. Naomba haya yote katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, asante. Amen. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mhubiri sura ya 8 mstari ule wa 8. Neno la Mungu linasema katika Mhubiri sura ya 8 mstari ule wa 8, hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile,
wala uovu hautamwokoa yule aliyeuzoea. Na nitakwenda tena kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 na mlango wa 13. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 na mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Hilo ndilo neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema hii tena ya kukutana na dada yetu, mama yetu, wengine wifi, wengine shangazi, ndio ametukutanisha. Na nitumie nafasi kuwapa pole sana ndugu wafiwa. Poleni kwa hili ambalo limetokea. Ni jambo zito. Tunafahamu kuna kufiwa na hakuna aliyezoea kifo. Kuna mtaalamu wa kifo wala aliyezoea kifo. Pole sana ndugu yangu Awasi Dokta kwa hili ambalo limekukuta. Ni jambo gumu zito, lakini hatuna namna, tunapaswa kulipokea. Pole mtoto Samueli kwa hili ambalo limetokea. Najua ni zito kwako, lakini hatuna namna, ni kulipokea kama lilivyo. Na poleni sana madada wadogo, makaka, shangazi na ndugu wote kwa ujumla kwa hili jambo ambalo ni zito kubwa. Najua katika maisha ya binadamu inawezekana tulikuwa na mipango naye, na hata yeye inawezekana alikuwa na mipango katika mwaka huu au miaka mingine. Nilikuwa namsikiliza mama mchungaji mwenyeji alivyokuwa anaeleza huko, analia, anatoa machozi kwamba marehemu alikuwa anatamka nini. Na hata mimi kwa sehemu nilimfahamu. Baadaye nikawa nimezoea sana, hata akipiga simu, alipokuwa anapiga simu. Na mara ya mwisho nimekuja hapa, nakumbuka alipika ugali wa kwetu wa muhogo. Ugali wa kwetu wa muhogo, na kwa heshima ya kwetu nilikula na samaki. Kikwetu anaitwa ngumbu, samaki fresh mbichi. Kwa kwetu ilikuwa ni heshima ya ajabu. Na alivyoupika ule ugali, huwezi kudhani ni mtu mwingine, maana kwetu sisi ugali wa muhogo ndio mlo wetu, ndio chakula chetu. Na alipopika huo ugali, mimi nikahisi, yani utafikiri mtu wa kwetu kabisa, lakini kumbe ndio tunaagana. Ndio hatua yake ya mwisho imefika. Huwezi kudhani kwamba huyu mtu ataondoka. Na maisha yake kikanisa, nafikiri kesho au kesho kutwa kanisa litaeleza jinsi alivyokuwa huyu mama ambaye leo hatunaye. Tuna mwili wake, lakini yeye ameondoka. Tunaposema kifo ni mwili kuachana na roho, na maandiko yanaeleza hapa. Msomaji nafikiri hajasoma andiko hili, upo nisomea ile Mhubiri 12 mstari wa 7.
Mhubiri sura ya 12 mstari ule wa 7. Neno la Mungu linasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Tunapozungumza kifo, ni mwili kuachana na roho. Mwili unabaki hapa ambapo ndipo ulipotoka, na ndio tumebaki nao sasa mwili, lakini roho imemrudia aliyeitoa. Na ndio maana niliposoma hapa, tuliposoma mwanzo katika Mhubiri 8 mstari wa 8, anasema hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho kuondoka. Hakuna huyo bingwa, hakuna aliye na uwezo aizuie roho isiondoke. Ni kweli tunasumbuka tukiwa hapa duniani, na nafahamu ndugu yangu Hawasi amesumbuka mara nyingi, kaenda India, amerudi, kaenda. Lakini ilipofika saa ya Mungu, hata madaktari mabingwa hawakuwa na uwezo wa kuizuia roho. Mwenye naye aliyeitoa akisema sasa naiondoa, basi hatuna namna, tukubali matokeo ya yeye kuondoa roho. Kama tulivyokubali kuileta roho duniani, na ndivyo alivyoamua sasa kuiondoa roho duniani. Na sisi hatuna ujanja, na ndio maana maandiko yanaeleza sasa, kama mwenye nayo ana uwezo wa kuiondoa roho na hakuna anayeweza kuzuia roho, sasa tufanye nini? Maandiko yanaeleza, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Unapokufa katika Mungu unapata pumziko, unapata neema ya kupumzika, kama vile Lazaro alipokufa katika Mungu. Wengine wanasema Lazaro alikufa akaenda mbinguni kwa sababu alikuwa maskini. Hapana, kwa sababu maisha yake aliyatoa kwa Mungu. Na yule tajiri alipochungulia akamwona Lazaro anapumzika kifuani mwa Ibrahim. Kwa kifo ni kupumzika baada ya tabu nyingi za duniani, ikiwa maisha yako uliyatoa kwa Mungu. Na ndio maana anasema heri wafu wafao katika Bwana. Na bahati mbaya wengi tumeshindwa kupambanua. Kufa katika Bwana sio kuwa Mkristo tu jina. Wako Wakristo wanaishi maisha kama wapagani. Wakristo walevi, wapagani walevi. Wakristo wazinzi na makahaba, wapagani nao ndicho wanachokifanya. Wakristo wanaenda kwa waganga wa kienyeji na wapagani wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Tofauti yake ni nini? Kuingia kanisani tu? Hapana. Ndio maana anaposema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika. Kufa katika Bwana manake maisha yako uliyatoa kwa dhati kwa Mungu na uliishi sawa sawa na Mungu anavyotaka. Dada yetu, mimi kwangu ni shemeji yangu, amekufa katika Bwana, amepumzika. Maisha yake alivyoyatoa, mengine ya mbele ni siri ya Mungu, lakini tulimwona jinsi anavyojitoa kwa Mungu wakati tunaishi naye hapa duniani. Kwa hiyo ndio maana ukweli kabisa, ukitaka kufa kwa kupumzika, yatoe maisha yako sawa sawa kwa Kristo. Lakini kama unajiita Mkristo alafu maisha yako hujayatoa kwa Mungu, maanake unaleta dhihaka kwa Mungu. Na maandiko yanaeleza tusidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu atakuja kuvuna. Na tusijisahau, hapa tunapita. Maandiko yanaeleza kama wapitaji na wasafiri. Hapa sio kwetu. Roho ilitoka kwa Mungu, inarudi kwa Mungu aliyeiumba.
Sasa swali siku atakapoamua kuiondoa roho yako au roho yangu, je, utakufaje? Utakufa kama Mkristo jina, utakufa kama mpagani, au utakufa katika Bwana ili upate kupumzika baada ya tabu nyingi zilizopo hapa duniani? Shemeji yangu, dada yetu, shangazi yetu amepumzika katika Mungu. Sisi ndio tunaona na tunalia kwa sababu tunaona hayupo, lakini tungefunuliwa kuona kule, au yeye angesema, angepata nafasi ya kusema, angeweza kusema, ndugu zangu msilie, kama Yesu alivyosema. Anasema msilie, jililieni ninyi na watoto wenu, kwa sababu bado mna mitihani hapa duniani. Lakini kifo cha raha kuliko vifo vyote ni kufa katika Bwana. Na maandiko yanaeleza hapa mfano wake. Wale wanyang'anyi walikuwa wawili pale msalabani Calvary. Mmoja akafa kifo kibaya, lakini mwingine Yesu akamwambia, leo hii tutakuwa na mimi peponi. Hakuna kifo kizuri kufa katika Bwana. Tangu sasa, tangu unaposikia maneno haya, amua ufe katika Bwana. Wala tusilie kwa ajili ya ndugu yetu, tujililie sisi ambao bado tuna mitihani mikubwa. Mwaka jana ilitokea pale kwetu Chamwino hapo Ikulu, kuna kanali moja alifariki, lakini kabla ya kifo mke wake alikuwa ameokoka na alikuwa naye kanisani. Alikuwa analia kila wakati, anamlilia mume wake, kwa nini hataki kuokoka? Kwa nini hataki kuokoka? Nikamwambia, wewe muombee tu. Hatua za mwisho kabisa, kwanza alikuwa hataki kusikia mchungaji wala neno mhubiri. Hatua za mwisho akanitaka niende nimwone. Nilipofika nikaongea naye, wakati nataka kuondoka nikasema niombe. Akasema, mchungaji, sio uombe tu, nataka uniongoze sala ya toba kwanza. Kifo katika Bwana. Nikamwongoza sala ya toba. Kamwongoza sala ya toba. Siku ya pili yake akazidiwa, akapelekwa Mkawa. Bahati nzuri nilikuwa hapa mjini, nilikuwa nafanya huduma mahali, nikaenda kumwona. Nilipofika kule nataka kuondoka, amewekewa mashine ya kupumulia. Nataka kuondoka, akasema, mchungaji, usiondoke, nataka uniombee kwanza, na uniombee niongoze tena sala ya toba. Nikamwombea, nikamwongoza sala ya toba. Nilipomaliza akalala, akafa. Tukaenda kumzika Arusha. Nikaenda kumzika Arusha, tumerudi kutoka kule, nikamwambia mke wake, mwenzio amekufa katika Bwana. Sasa una kazi wewe ambaye bado una mitihani hapa duniani. Sasa isije ikashangaza kuona huyu mwenzio kafa katika Bwana, ambaye ulikuwa unamlilia, unasema kwa nini haokoki, kwa nini kapumzika. Sasa mtihani unao wewe. Kwa nini hapa duniani? Anaeleza kwamba kuna tabu, kuna mitihani, kuna magumu yapo, lakini tukifa katika Bwana ndio pumziko letu, ndio heri yetu, ndio baraka yetu. Baba, asante kwa neno hili ambalo naamini kila sikio limesikia, na asante Roho Mtakatifu ambaye ni Roho, utaendelea kusema na kila nafsi. Lakini wafariji ndugu zetu hawa ambao bado tuko hapa duniani, kuna mitihani mikubwa. Wewe umesema pamoja na jaribu utaweka mlango wa kutokea. Na kushukuru, ni jaribu zito kwetu sisi ambao bado tuko katika dunia hii. Naamini wewe si mtu hata useme uongo, utaweka mlango wa kutokea. Bariki familia nzima na kuiponya. Ifariji Roho Mtakatifu uliyemfariji, komfota. Fariji kila moja kwa nafsi yake, neema yako iwe pamoja naye, kwa jina takatifu la Yesu Kristo.
Amen. Mungu awabariki ndugu zangu. Ndugu zetu hao wametoka safari. Poleni, nimewachosha kwa mahubiri, lakini wakati huu mpate muda wa kupumzika. Lakini pia nafikiri baada ya ratiba hii kuna chakula. Umetoka safari ya wajana, lakini baada ya mahubiri haya nafikiri ratiba iliyoko ni chakula. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka na kuvaa kutoka kunilaki, nitamjua, 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 nikimwona uso kwa uso, nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia, hema na pendo na kondoni na mahali mbinguni. Nitamjua, 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 nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu, lakini nifikapo kwake huko mbinguni nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua, 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 nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Mlangoni mwa mji Bwana atanipisha, pasipo machozi wala uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Baba yetu, Mungu mwema wa uzima wetu, nifurahia tukio hili la dada yetu na mama yetu Damarisi. Ametukusanya pamoja kutuonyesha ushuhuda wake wa safari yake hapa chini ya jua kuja kwako Bwana Yesu. Vinywa vyetu vimefungua siri hii kutamka mamlaka yako. Tunakushukuru kwa jambo hili zuri, na ametuachia kielelezo na alama. Kila mmoja atakayeondoka mahali hapa Bwana, itamlazimu atafakari, ili naye siku moja aje kwako kwa njia ya ushindi kama ndugu tulioshinda. Kwa sababu Bwana Yesu ndio tuwezeshaye kupitia Roho Mtakatifu, tunaenda kujiingiza kwako na hatua zote ambazo tunazianza zitakazoendelea, na kila mmoja kwa mwenzake kumfurahisha na kumtegemeza, na mambo yote yakatendeke kwa utukufu wako na kwa uzuri wako na kwa utaratibu ambao umeupanga, na maana Mungu wenu wa utaratibu. Na kushukuru Bwana, endelea kuimarisha afya za watu wako, fahamu zao na akili Bwana. Sipo kila mmoja wetu mwenye kuchoka, tunazidi kumpinga adui kwa mamlaka uliyotupa, hana nafasi kabisa. Hii ni furaha ya pekee ya kushangilia na kuendelea na sherehe hii ya mtumishi wako kwa ushindi Bwana, na kabidhi yote ndani ya jina lako Yesu nimeomba, amen. Amen. Am I
my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again.
and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu,
ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Tumekusanyika tena kwa ajili ya mwenzetu Damaris, mke wa rafiki yetu na ndugu yetu Haule. Wakati huu sasa tunakuwa katika hali ya kula chakula. Tunaomba ukibariki chakula kile, lakini uendelee kuwa amani kwetu sote, uendelee kuwa faraja kwetu sote, na chakula hiki ukibariki kifae kwa ajili ya matumizi ya miili yetu, tutiwe nguvu tukiendelea katika hali ya ibada kwako wewe uliyetuumba. Ni katika jina la Yesu wa Nazareti watu wote tuseme amen. Psalm 107 verse 20. He sent his word. The Bible says his word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name. So let's put his word on our lips and let his healing come to us. Let's receive it together. You are the God that is healing. Let his healing come as we sing.
Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. Wanaenda kanisani. Mama maji. Yule mlikuwa mnawasiliana naye ulimwambia? Nilikuwa ndio nakwambia. Yaani hilo ungesema wangeshughulikia wale wale. Ungesema sasa hivi maji wao au yule kama ungesema itakuwa maji.
Nitaomba njia iwe nyeupe tafadhali, wakati mwili wa mpendwa wetu ukiwa na bebwa na kupelekwa katika gari maalum ya kubebea mwili. Katibu huo namwona umetutoka, lakini kumbukumbu yako hai. Maisha yako ni wimbo, pendo na amani. Tutakukumbuka kwa shukrani na sifa. Mama wa Samueli, mke wa Asi, wewe ni baraka. Tutakuloweka mwelekeo pale kanisani kwa ajili ya ibada, na baada ya ibada hiyo ambayo itaenda kwa muda mchache, safari itaelekea pale katika viwanja vya chuo cha mipango. Kwa hivyo kwa wale ambao hawataenda ibadani, basi tukutane pale chuo cha mipango ambapo na sasa napumzika kwa mikono ya Baba aliye mbinguni. Kwanza kabisa ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya mama Damaris Madugu Hawasi. Nilimfahamu tangu mwaka 1999. Pia wasichana Msalati alikuwa mwalimu. Mama mwenye upendo kwangu, kwa wanafunzi wote na kwa jamii ya shule ya Msalati. Cha mipango kituo cha mafunzo Mwanza. Alikuwa mama mlezi mwenye busara sana, aliyejawa na roho ya msamaha na uvumilivu. Alijitoa kwa ajili ya wengine bila shida yoyote. Nilijifunza mengi kwake, hasa wakati wa mafunzo. Ili kazi yake ilinifundisha mengi, bila kujali mazingira yaliyokosa. Alifanya kazi kwa moyo kupitia maisha yake. And my faith will be made stronger in the presence
Yesu asifiwe. Viti vyote vyekundu kama ambavyo nimeshakwisha kutangaza hapo awali ni kwa ajili ya viongozi wa chama na serikali. Sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, haya ni maagizo kabisa kwamba tufarijiane kwa nyimbo za tenzi nzuri. Kwa hiyo tunatii neno ambalo ni kamili. Mungu akubariki sana. Basi ni kuombe uendelee kusimama wakati na mwalika baba yangu Askofu Gerald Muhinga kwa ajili ya kufungua ibada hii kwa maombi. Karibu baba. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante. Wewe ni baba yetu na Mungu wetu. Unazungumza kwa lugha tofauti, hata sasa umezungumza ya kwamba duniani tuwapitaji, Bwana wa uzima, wafiwa na ndugu na jamaa
wewe ndio mfariji wetu, ya kwamba Bwana wa uzima utawafariji na kuwatia nguvu. Asante kwa ajili ya muda huu sasa tutakapoanza ibada hii fupi mahali hapa. Bwana Yesu, nakabidhi kila jambo litakalotendeka likakurudishewe utukufu kama baba yetu. Toa kabisa mambo yote mikononi mwako ninapoanza kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana ambaye ni mwokozi wetu, tukiomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Na basi Ebeneza, mkijiandaa kwa wimbo moja, kwa sababu ya muda twende haraka haraka. Fanya haraka Ebeneza kwa wimbo moja na mara Bwana
Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mchapie Yesu makofi yako kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nichukue muda huu kumkaribisha mzee wa kanisa Dr. Bukuru ili aweze kutuletea historia fupi ya marehemu. Mungu akubariki sana. Fuatayo ni historia fupi ya mpendwa wetu mama yetu Damaris Simeon Marugu. Mwanzo wa ushirika wake. Alifika hapa Dodoma mwaka 1999 akitokea mkoani Morogoro akiwa pamoja na mume wake Dr. Frank George Hawasi, ambapo alijiunga na kanisa la EAGT Miyuji chini ya mchungaji Magnus Saidi Swedi. Huduma yake. Kipindi chote cha uhai wake alikuwa na huduma ya walimu ndani ya kanisa. Alikuwa akifundisha neno la Mungu katika shule ya Jumapili kwa watu wazima, kusaidia watu wenye mahitaji au utegemezaji. Katika kipindi chote cha uhai wake alikuwa akijitoa kwa hali na mali akiwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali ndani ya kanisa pia nje ya kanisa. Uongozi ndani ya kanisa la EAGT Miyuji. Kwanza alishika nafasi zifuatazo. Kwanza alikuwa mwenyekiti wa idara ya kina mama tunaita WWI, lakini pia alikuwa shemasi, alikuwa mzee wa kanisa na pia alikuwa mtunza hazina wa kanisa. Hadi siku anaitwa na Bwana alikuwa na nafasi ya mzee wa kanisa na pia alikuwa mtunza hazina wa kanisa. Shauku ya moyo wake. Mama yetu alitamani sana kuiona kazi ya Mungu ikifanikiwa na kustawi. Hii ilikuwa ni katika kumtegemeza mchungaji wa kanisa hili. Hii pia tunaweza kusoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Kauli yake ya mwisho kwa mchungaji alisema, na nukuu, kazi ya Mungu huwa hatuchoki na hatutakiwi kukata tamaa. Anatamani kuijenga nyumba ya Mungu. Mwisho wa kunukuu. Kwa kauli hii, kanisa tuchukue kama changamoto, lakini inayotupatia motisha na ari kulijenga kanisa letu sisi wenyewe, kwani ni wakati ambapo nyumba ya Mungu inatakiwa kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakushukuru sana mzee wa kanisa kwa sababu umeenda na muda, na maandiko yanasema tuukomboe wakati. Basi mheshimu Mungu, naomba wote tusimame wakati namkaribisha baba yetu Bwana asifiwe. Naomba nimshukuru Mungu kwanza kabisa kuhusu kukaa. Baba mtakatifu, asante. Nakushukuru kwa nafasi ya pekee chini ya jua hili. Kusanya watoto wako kutoka maeneo mbalimbali katika ile ambalo Bwana hatulizoei kwa sababu hujaliumba. Uharibifu usababisha. Tukusanya tena kushuhudia nini kinachotakiwa kuendelea. Asante Bwana Yesu. Roho Mtakatifu, tia nguvu kwa muda huu. Tia nguvu na wote waliopo hapa. Katika jina la Yesu Baba naomba nikushukuru. Amina. Tukae. Naomba tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu wetu aliyetuleta hapa. Ni pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya serikali yetu Tanzania kuhusu makusanyiko ya namna hii. Lakini pia nahitaji nikutie moyo na kufariji wewe ambaye umepatwa na shida hii. Kiwepo mfiwa Dr. Frank George Hawasi ambaye ni mtoto wangu wa kiroho, mwaminifu na mfahamu. Na mfahamu kwa maana nasema ni mwaminifu, na wengine wote ni mashahidi. Kwa mambo mengine sio kueleza, lakini nadhibitisha ukweli nazungumza. Lakini pia nishukuru viongozi wote chama na serikali, pia na upenda viongozi wangu wakuu wako hapa wa nchi kanda, pia ni wachungaji na si wengine wote ambao Mungu ametupa neema tumekusanywa hapa kwa sababu amependa tuwepo. Na tasoma neno la Mungu alafu eleza kifupi
Baadaye tutamshukuru Mungu kwenda eneo ambalo tunatakiwa kuwepo. Soma Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 16 hadi 23. Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 16 hadi 13. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, kaingia akalala usiku kucha chini. Na wazee wa nyumba yake wakaondoka, wakasimama karibu naye ili wamwinue katika nchi, lakini hakukubali wala kula chakula pamoja nao. Ikawa siku ya 7 yule mtoto akafa, na watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa, maana alisema, angalieni, yule mtoto alipokuwa angali hai nilisema naye asikusikilize sauti zetu, basi hata zidi kujisumbua tumwambia kuwa mtoto amekufa. Lakini walipoona ya kuwa watumishi wake wananong'onezana, Daudi alitambua kuwa mtoto amekufa. Basi Daudi akawauliza watumishi wake, je, mtoto amekufa? Na wakasema amekufa. Ndipo Daudi akainuka pale chini akagopa, ndipo Daudi akainuka pale chini akaoga, akajipaka mafuta, akabadili mavazi yake, akaingia nyumbani mwa Bwana akasali, kisha akaenda nyumbani kwake. Alipotaka wakamwandalia chakula, naye akala. Watumishi wake wakamwambia, ni neno gani hili unalitenda? Ulifunga na kurudia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai, lakini mtoto amekufa. Uliinuka ukala chakula. Akasema, mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia, kwa maana nalisema, ni nani ajuaye kwamba Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi? Lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. Naye Daudi akafariji Bathsheba mkewe, akaingia kwake akala naye akazaa mwana, ita jina lake Sulemani, naye Bwana akampenda. Kitabu cha Yohana sura ya 14. Soma Yohana sura 14. Mstari wa kwanza na wa pili, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, anaenda kuandalia mahali. Basi nikienda na kuandalia mahali, takuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Tusoma mwisho kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Mstari wa 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, wasema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Na ndugu zangu, tumekutanishwa hapa na Mungu. Ni jambo ambalo si jepesi. Tunahitaji tufahamu kwamba Mungu ametukutanisha hapa kwa mambo ya muhimu. Lakini Mungu anahitaji kutufariji kwa tukio ambalo limetokea. Ndugu yetu Damarisi ametangulia. Sasa sisi tuliobaki, swali, umejiandaaje kuondoka katika ulimwengu huu?
Katika kitabu cha Samueli wa pili ile sura 12 tuliposoma, nasoma habari za mtumishi aliyekuwa anaitwa Daudi, alikuwa ni mfalme katika nchi ya Israeli. Yeye aliuguliwa na mtoto. Biblia inasema alikuwa anafunga, anaomba, hata ikafika mahali asile chakula, asipate nafasi ya kuingia kwenye kitanda, akaamua kulala chini akilia kwamba Mungu amhurumie mtoto apone. Hatimaye mtoto akafa. Watumishi wakaogopa kumwambia kwa sababu akajua tutasababisha tatizo. Lakini hawakujua moyo aliokuwa nao Daudi. Daudi alipoona kwamba wananong'ezana, akawauliza, je, mtoto amekufa? Akasema ndio amekufa. Inasema Daudi akainuka, akaoga, paka mafuta, akabadili mavazi yake, akaenda nyumbani mwa Mungu, maana yake mahali pa ibada. Baada ya ibada alipomaliza, akarudi akadai chakula ale. Wakashangaa kwamba hii haijawahi kutokea. Mtoto alipokuwa mgonjwa, umefunga, umelia, sasa mtoto amekufa, unaoga. Na ni kwa hizi tamaduni, nafikiri kwa Afrika tamaduni zipo kwamba msiba kutokea wengine hawezi kula. Lakini Daudi anasema kweli, mimi nilifunga, nililia, nikisema je, Mungu hawezi kunihurumia huyu mtoto hapo? Sasa mtoto amekufa, mimi yeye hawezi kurudi hata kama nikilia, lakini mimi ninaweza kwenda kwake. Kwa maana nyingine, ndugu yetu, dada yetu, mama yetu, pendo wetu Damarisi, tumelia, tumeomboleza, sasa imefika mahali kama hapa. Sasa swali la kwako wewe, utaondokaje dunia hii? Katika kitabu cha Yohana ile sura 14, Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa maana kwa tukio kama linavyotokea, Yesu anasema usifadhaike katika moyo. Kwa nini? Kwa sababu anasema mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Hakuna mwanadamu chini ya jua hii aliyezaliwa na mwanamke, aliyekufa, akazikwa, akafufuka na endelea kuishi, isipokuwa ni mmoja tu, anaitwa Yesu. Katika historia vizazi duniani. Kwa hiyo yeye peke yake ndiye anaweza kutupa matumaini ya ushindi, kwa sababu mwisho wa kifo, mwisho wa maisha ya mwanadamu ni kifo. Kifo kinamaliza kila kitu, ila yeye ameshinda kifo. Na ndio maana anatuthibitishia kwamba ili tufike kwa Mungu ambaye anategemea kwenu, lazima tumwamini yeye. Mwamini yeye kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, kwa njia ya kutubu dhambi na kuziacha kabisa. Lakini katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana anasema, nalisikia sauti nasema, heri wafu wafao. Maana yake anazungumza, amebarikiwa yeye anayekufa katika Bwana. Anayekufa katika Bwana ili apate kupumzika. Kwa maana mtu anapokufa katika Bwana anaenda kupumzika. Kinyume chake, asiyekufa katika Bwana hakuna pumziko. Sasa anasema matendo yake yafuatana naye. Na unapoondoka duniani, matendo yako uliyofanya yatafuatana na wewe. Sasa huyu tumesikia habari ya dada yetu Damarisi, kauli ya mwisho ile, mara ya mwisho ninaongea naye kwenye simu, yeye alinitafuta, alikuwa ananipa ujumbe fulani. Akasema alikuwa anazungumza kwa sauti ya kilio, alafu anasema kazi ya Mungu huwa hatuachi, wala hakuna kusema mimi nimechoka. Akasema mchungaji, natamani kujenga nyumba ya Mungu, maana yake kanisa. Sasa hii sauti ni ya mwisho kusikia mchungaji wake, lakini leo ndio imefikia hapa. Natufundisha nini? Hii tuone moyo wa Mungu unavyotamani sifa za mwanadamu zimwendee Mungu, kumtumikia Mungu. Na huyu mama alikuwa na shauku kwamba ajenge nyumba ya Mungu, lakini sasa nyumba yenyewe ataijengaje? Naomba unisikilize. Ndio maana Mungu ameona tukusanye hapa tushuhudie kwa macho yetu. Na mimi ni mwaminifu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, ameniamini, nimenia mafuta nisimame niwe shahidi kwa nchi yangu ya Tanzania. Ndio maana naamini kwamba tupo hapa wote kwa sekta mbalimbali. Kwa maana nyingine tushuhudie kwamba hata kama alikuwa na shauku ya kujenga, asingeweza kujenga katika matukio kama haya.
Maana yake nini? Mwaka 2022 ilitokea tukio la kubomolewa jengo hili. Mwaka 2023 tukio la kubomolewa jengo tena. Lakini mwaka wa 2024 ikatokea tena tukio la kubomolewa jengo na kupigwa mtumishi wa Mungu anasimama mbele yako. Sasa fikiria katika mazingira kama hayo, hata kama alikuwa anatamani kufanya kazi, hata kama wewe huwezi kufanya, kwa maana nyingine, kwa sababu Mungu anataka kuweka mazingira vizuri. Sasa mazingira yako hivyo, hali itaendaje? Hali itaendaje? Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu Mungu wa utaratibu katika uumbaji. Katika kitabu cha Matendo sura 17 mstari 28, sema yeye ndiye alitumba, alitupa pumzi, ndani yake tunaishi na kwenda na kuwa na uhai wetu. Kwa maana nyingine sasa, hebu tutazame kwa sema, kama huyu mama mfika mahali mpaka anaenda analia, tamani kujenga nyumba ya Mungu. Sasa mimi naamini kwa sababu Mungu ameweka vitengo mbalimbali katika nchi yangu. Wapo wanahusu mambo ya sheria, wapo wanahusu mambo ya usalama, na wanahusu kitengo mbalimbali. Nimalize kwa kusema hivi, tufanye kazi ya Mungu. Tufanye kazi ya Mungu. Na sisi ambao tumefiwa, Mungu atufariji. Yupo Yesu anayetuweza kutufariji. Najua kabisa ni msiba mkubwa, hasa mimi mchungaji. Ni jambo limenipa shida. Ninafikiria kwamba sasa kama mshirika mmoja, sauti yake ya mwisho anasema natamani kujenga nyumba. Je, washirika wangapi? Maana washirika hawezi kuabudu jengo ambao maisha yako yao yapo salama. Kwa hiyo kiasi wanaangalia nini kama mchungaji wao wamepigwa vipi hao? Naomba usimame ni mshukuru Mungu. Mungu awafariji Dr. Wasi na Samuel na wafiwa wote na ndugu zangu wa Tanzania wenzangu wote. Lakini neno la mwisho ni mtaondokaje duniani, mtamtumikiaje Mungu. Kwa hiyo unapoondoka, macho yako usikie na sauti. Ndugu yetu ameenda analia, mchungaji natamani kujenga nyumba ya Mungu. Sasa inategemea uko wapi. Nashukuru, funika macho na mshukuru Mungu. Niombe na twende mahali ambapo tunatakiwa kwenda. Baba mtakatifu, asante na kushukuru kwa neema hii. Mungu mkuu, nimesimama mbele yako mtumishi wako kwa kilio kikuu, na sauti hii imesikika ya mtoto wako Damaris. Wakati anaondoka, shujaa wa imani, vita amevipiga, amemaliza. Wakati mwili wake umechakazwa kama Yesu msalabani, sauti yake Bwana ikasikike katika mioyo ya watoto wako. Unapoondoka mahali hapo, Bwana Mungu wa majeshi, tukijifunza mambo ya muhimu ya kufanya. Bwana, naomba tutangulie, wafariji wafiwa, tufariji na sisi pia tukajifundishe jambo. Serikali yetu Bwana imepata mambo ambayo wanatakiwa kutafakari pigo hili, kwa sababu walitakiwa wafanye mambo mengine ya msingi, lakini yametokea haya. Maeneo kadha wa kadha, ndugu na jamaa wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali, wamekuja kwa ajili ya jambo hili. Baba, naomba faraja yako sasa. Bwana Yesu, naomba faraja yako na Roho Mtakatifu. Unapoondoka tutangulie, ponya usafiri wa aina zote. Katika jina la Baba naomba nikishukuru. Amina. Mungu awabariki. Sasa tumkaribishe mfiwa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, sikutegemea kusimama katika madhabahu hii siku hii ya leo, lakini umenihimiza nisimame kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kusihi katika jina la Yesu, lile ambalo umekusudia kulisema wewe mwenyewe ukajifunue kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na kushukuru. Amen. Sikutarajia kusimama, lakini mara baada ya kusoma wasifu huu nikaona nisimame. Na pia baada ya mahubiri ya mchungaji yakathibitisha kuhimizwa kwa Roho Mtakatifu kusimama mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sizungumzii huyu ambaye amelala, huyu kashamaliza kazi. Na ni vizuri kumaliza kazi, kwa sababu kila na hata sisi wafanya kazi tunafanya kazi kwa masaa 8 9. Masaa 8 au 9. Watu human resource. Tunaingia saa 1:30 tunatoka saa 9:30, si ndio? Kuna mwanzo wa kuingia, lazima utoke.
Kwa hiyo hali kadhalika sisi wanadamu tunao mwanzo kuingia duniani na lazima utoke. Na usiotoka wewe ni mchawi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu unaenda kinyume na kanuni za kimungu. Kilichonifanya nisimame hapa ni hii shauku ya moyo wa mtumishi wa Mungu. Lakini jambo lingine ambalo limesimama, nadhiri aliyokuwa anaitoa kipindi ambacho yupo kwenye mateso makubwa mazito ya mwili wake. Shauku hii ndivyo ilivyo, alikuwa hivyo, ambayo imenenwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 58 kwamba basi ndugu zangu wapendwa, mimalikeni, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Ujumbe huu pia alinipa wakati nimeenda kuhudumu kwenye kanisa la Calvary Assemblies of God kwa kongamano kubwa la kina mama mahali pale. Niliwaachia ujumbe huu na alinipa mwenyewe kwa wamama wenzake. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa maisha ya shauku ya moyo wake. Lakini kwenye nadhiri, kipindi mama huyo anaumwa, kila siku usiku alikuwa anaamka, kwa sababu alikuwa hapati usingizi. Inapofika usiku alikuwa analia, na alivyokuwa analia alikuwa anamlilia Mungu, Mungu niachie muda niishi ili nikujengee kanisa. Ndio kilio chake. Kwa hiyo aliweka nadhiri, ukiniponya nitakujengea nyumba ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndivyo, hicho ndio kilio chake, kwa sababu nimebahatika kuwa karibu naye katika kipindi chote cha kuugua kwake. Na namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo naongea maneno yake, sio maneno yangu. Haleluya. Amen. Na kama uyasikii, Bwana ataongea na wewe. Ameyatoa machozi kwa ajili ya kuifanya kazi ya Bwana na sio vinginevyo. Tutajenga majumba yetu lakini hatutaishi. Tutakuwa na magari lakini tutayaacha. Nadhiri hii sasa ni ya kwetu sote, kwa shauku ya moyo wake niliyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 58. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe sana. Mbona mmekasirika hivi? Haleluya. Hebu tukaifanyie kazi nadhiri hii na shauku hii kwa vitendo, na bila shaka Mungu hatawaacha. Atawainua, atawategemeza, atawapa afya. Nimejifunza hakuna muujiza mzuri na wa muhimu katika maisha kama kuwa na afya njema. Wengi hamuelewi. Mara nyingi watu wanafikiri kwamba kubarikiwa ni kuwa na magari na majumba. Si kweli. Nimetembea hospitalini ndani na nje, nimeona umuhimu wa kuwa na afya njema. We hata kama unakula lilende nafuu, lakini uwe na afya njema. Endelea kumtukuza Bwana majeshi. Inafika mahali usipokuwa na afya njema, kwanza uweze kufanya kazi, halafu unahitaji gharama kubwa. Sasa ujue hakuna hela inayoingia, halafu unahitaji fedha kwa ajili ya huduma. Tunaona hiyo mchanganyiko. Utakuwa salama? Tumshukuru sana Bwana. Sasa kama Mungu amekupa afya, ifanye kazi ya Bwana. Na Bwana hatakuacha. Mungu awabariki sana. Pewe sifa. Asante Baba kwa neno la faraja, tumefarijika. Nadhani kila mmoja sasa wajibu wetu ni kulitendea kazi neno la Mungu. Basi kwa kuwa muda wetu umekimbia, naomba nitoe utaratibu wa kuondoka. Taanza polisi, atakuwa mbele yetu, alafu atafuata askofu mkuu, watatu atakuwa askofu wa kanda, wanne watakuwa wachungaji, watano itakuwa ni gari ambayo itakuwa limebeba mwili wa marehemu, namba 6 itakuwa ndugu wa marehemu kwa maana familia,
lakini namba 7 itakuwa viongozi wa chama na serikali, na mwisho atakuwa waombolezaji. Moja ni polisi, wa pili atakuwa askofu mkuu kwa maana ya gari la askofu mkuu. Namba 3 ni askofu wa kanda. Namba 4 ni wachungaji. Namba 5 ni mwili wa marehemu. Namba 6 ni ndugu wa marehemu. Namba 7 itakuwa ni viongozi wa chama na serikali, na namba 8 watakuwa waombolezaji. Basi kwa muda huu sasa ni ualike ambao kwa maana ya itifaki, wale vijana ambao wameshakwisha kuandaliwa basi kwa ajili ya kutuongoza. Na muda huu basi ni walike wote tusimame kwa ajili ya kuheshimu baada hii, na Mungu awabariki. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything